kuishi maisha yenye thawabu. Kuishi maisha yenye thawabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuishi maisha yenye thawabu, na kitabu ni kile cha Mathayo 25 mstari ule wa 31 mpaka ule mstari wa 46. Mtu mmoja anayeweza kutusomea atatufungulia hapo. Mathayo 25:31 mpaka 46. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwingine atufungulia kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 mpaka wa 41. Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 41. Na msomaji mwingine atatufungulia Matendo ya Mitume hiyo hiyo sura ile ya 10 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 4. Na kwa kwanza tuanze na kitabu cha Mathayo 25:31 mpaka 46. Karibu sana. Maandiko yanasema kwamba Amina, karibu. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulisini mfalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Amen. Hadi 46. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu, au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyo mtendea mojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maneno ambayo Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake. Ni maneno ambayo alikuwa anayasema baada ya kuwa ameongea taarifa nyingi sana za siku za mwisho. Akiwa anawaambia wanafunzi wake kwenye sura 24 dalili za kurudi kwake, mambo yatakayotokea katika siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia, anawaelekeza. Lakini inapofika ile sura 25 kuanzia 31, anawaambia hapo atakaporudi. Maana yake ujio wake utaambatana na haya.
Bwana asifiwe sana. Cha kwanza, atakusanya wateule wake toka pande nne za dunia. Kwa anatuma malaika, na malaika wanawakusanya wale wateule watakatifu. Kwa wale watakatifu wanakusanywa, Bwana asifiwe sana, watawekwa mbele zake, lakini pia na waovu wote, kwa mataifa yote, na kila mwanadamu wa kila aina atakuwepo mbele zake. Baada hapo yeye anabagua, anatenga wenye haki mkono wa kuume, anatenga wasiokuwa haki mkono wa kushoto. Kisha anawageukia wenye haki, anawaambia. Bwana asifiwe sana. Kwa unapojifunza hili somo lazima uwe makini sana, ili uweze kuyaishi maisha yenye thawabu. Na thawabu ni malipo. Bwana asifiwe sana. Unalipwa baada ya kufuzu kitu fulani, unalipwa baada ya kushinda kitu fulani. Kwa hiyo thawabu ambayo sisi tunaipata lazima tuiangalie sana. Yesu atakapokuja kulipa, atalipa kwa kipi? Talipa kwa kipi? Kwa sababu katika akili za kila mmoja anaangalia mambo makubwa makubwa. Yaani mtu anatazamia, yani thawabu yake inatokana na kuwa na kusanyiko la watu, thawabu yake inapatikana kuwa na huduma kubwa yenye kutikisa, lakini anaacha mambo ya msingi na mambo ambayo yanaweza akampa taji kubwa. Bwana sio sana, taji kubwa. Kwa hiyo leo tunaangalia vitu vya msingi kabisa ambavyo kila muamini anatakiwa vizingatie, lakini kwa sababu saizi ni nyakati za upendo kushuka, hayo mambo yamewekwa kando kabisa, na kila mtu anachuchumilia vitu ambavyo anadhani vina maana kubwa kuliko anavyoviacha. Yesu alipokuwa anafundisha siku moja akamwambia wanafunzi wake, akamwambia Mafarisayo, akamwambia mnatoa zaka za mnamna, na mnatoa sadaka, lakini mmesahau mambo ya kweli na ya msingi, mambo ya adili, mambo ya wema. Bwana asifiwe sana. Mambo ya haki mmeyaacha. Anasema iliwapasa kuyafanya hayo kwanza bila kusahau ya pili. Kwa hiyo maisha yetu kama waamini lazima tujue ni maisha ya kubalance mzani. Kwa hiyo ukiegemea tu kwenye kazi moja ukasahau nyingine, haujakamilika. Ukiegemea kwa upande wa kazi tu ya Mungu kama Mungu na ukasahau kazi ya kugusa maisha ya watu, hujakamilika. Kwa hiyo ili tukamilike na tukavikwe taji, lazima tuangalie Yesu alinirecomendi nini katika siku ya mwisho. Atakapokuja atakusifia kwa kipi ulichofanya. Amina wapendwa. Kipi ambacho tumefanya? Yesu anakusifia, anakuambia heri mtumwa mwema na mwaminifu. Heri mtumwa ambaye ulisimamia kanuni, uligusa maisha yangu, ulitenda kwa ajili yangu, na mimi ninakupa thawabu. Kwa Yesu akamwambia atakapokuwa amekwisha kuwabagua, amewatenga wema na waovu, atawageukia wema. Maana sana wema anawaambia habari zake, anawaambia jamani, nilikuwa na njaa, ninyi mkanilisha. Nilikuwa kwenye kifungo, ninyi mkaja kunitazama. Nilikuwa hospitali, mkaja. Kwa anaambia urithini ufalme uliowekwa tayari toka kuumba kwa misingi ya ulimwengu. Na wenye haki watashangaa kwa sababu hawakutazamia hayo. Na wao watamuuliza tu mambo machache, kwa Bwana ni lini tulipokuona? Kwa sababu hatushuhudiwi kuna siku tulikutana na wewe. Na Yesu alikuwa anaongea kana kwamba ni yeye mwenyewe walimgusa, na ni yeye mwenyewe alikutana naye wakafanya hivyo, lakini bila kujua kwamba kuna kitu wanapofanya wanamfanyia. Na sisi kama kanisa tumekiacha hicho kitu ambacho tunapofanya na kutenda tunamtendea yeye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika hili somo tuna mambo matatu ambayo yanakusaidia kuishi maisha yenye thawabu. Jambo la kwanza, ishi maisha ya kugusa mahitaji ya watu. Ishi maisha ya kugusa mahitaji ya watu. Matendo 9:36 mpaka 41. Harutasoma, nitaiongea tu. Pale tunakutana mtu mmoja anaitwa Dorcas. Ishi maisha, sentence hiyo, pointi yetu ya kwanza. Ishi maisha ya kugusa mahitaji ya watu. Kama unataka kuishi maisha yenye thawabu, Yesu afike sehemu akutunuku thawabu, akwambie bora wewe mtumwa mwema, heri wewe mwenye haki ambaye nilikuja kwako nikiwa hivi ukanisaidia, ingia kwenye uzima, maana umestahili kuzimiliki mbingu. Kwa hiyo ili uweze kuwa mtu huyo, lazima cha kwanza ishi maisha ya kugusa
ya watu, kitu ambacho watu tumekiweka kando kabisa. Yani we don't care about the others. Yani hatujali mtu amelala njaa, hatujali kabisa. Hatujali mtu ni mgonjwa yuko hospitali, hatujali kabisa. Hatujali mtu yupo kifungoni, hatujali. Yani we don't care about that. Tunaangalia sisi na Bwana na jinsi anavyotunemesha sisi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na anasema Mungu, dini iliyo bora na dini iliyo nzuri ni ile inayoangalia yatima na wajane na kuwafaa hao watu katika dhiki zao. Inaweza kuangalia mahitaji ya wahitaji na ikayafikia, ikayatatua. Kwa hiyo na sisi kama kanisa la Mungu tusijisahau, pamoja na mambo mengine ambayo Bwana ametukirimia na kutupa, huduma kubwa zenye nguvu za kutikisa, kalama na vipawa vikubwa, tusiposimama na kuishi maisha kugusa mahitaji ya wengine, hatujakamilika katika sifa ile Mungu anataka katupe siku ya mwisho. Haleluya, pendo ndika Bwana. Ukijijengea tu ngome ujiangalie wewe. Ujijengea tu ngome angalie wale wanaokugusa kama watu wa damu yako, hauwezi ukampendeza Mungu. Mungu anataka uwaguse watu. Haleluya. Sehemu nyingine anasema kadri mnavyopata nafasi ya mema, kadri mnavyopata nafasi, watendeni mema watu wote, lakini hasa jamaa ya waaminio. Anakemwaguse kila watu kwa mahitaji yao, lakini hasa wale walioliamini jina langu. Kitu ambacho kama kanisa tumekiweka kando, na leo Bwana anataka ufunguliwe eneo hilo, kwa sababu utaijua kweli, nayo kweli na kuweka huru. Amina. Kwa hiyo Matendo 9:36 mpaka 41 tunaona habari ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Dorcas. Bwana asifiwe. Dorcas Biblia inatuambia alikuwa amejaa matendo mema. Na ile matendo mema ilikuwa ni huduma yake kwa wahitaji. Anawashonea nguo wajane, anawapa. Amejidhabihu katika utumishi wake wa kufanya hayo. Bwana asifiwe sana. Anaangalia watu wenye dhiki, anawafanyia, anawasaidia. Biblia inasema ikafika sehemu huyu mtu wa Mungu akaugua na akafa. Hawa watu ambao aliagusa maisha yao hawakutulia. Kuna muda ambao wewe usipojua ya kwamba kutenda mema pia ni uwekezaji, na ukajikita kwenye kuwekeza kwenye mashamba na majengo na vingine, unakuwa ni mtu ambaye pia hujakamilika. Wekeza mema kwa watu, kwa sababu unapowekeza utavuna. Bwana asifiwe sana. Dorcas aliwekeza kwa watu na aliamini Mungu atampa thawabu mbinguni. Lakini Biblia inatuambia tunapotenda mema, thawabu yetu inaanzia hapa hapa duniani. Anatupa mara 100 na kisha ufalme. Haleluya. Kwa hiyo lazima uishi maisha kugusa watu, kitu ambacho sisi tumekisahau. Na Yesu anatuambia siku hiyo, atawaambia jamani, alikuwa na njaa. Wangapi wenye njaa umekutana nao ukawaangalia tu? Wangapi watu ambao hawana mavazi, wao uchi? Kwa sababu kwa uchi sio lazima mtu atembee uchi, ni mhitaji wa mavazi, lakini wewe ukamwangalia tu. Wangapi umekutana watu ambao ni hopeless kwenye vifungo? Mtu anakuambia nimefungwa, nimeonewa, sijawahi kufanya kosa lolote. Nani ambaye amejisikia yani uchungu ndani yake wa kuweza hata kusimama na akamwombea Mungu, fanya njia huyo atoke? Kwa sababu kuna maisha tumeyasahau. Tunasahau. Lakini Mungu aturudishe kwenye nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja mmoja na kanisa la Mungu turudi kwenye nafasi ya kugusa watu, turudi kwenye nafasi ya kugusa jamii, turudi kwenye nafasi ya kugusa wafungwa, turudi kwenye nafasi ya kugusa wagonjwa, turudi kwenye nafasi ya kugusa mahitaji yao. Kula kwao, kunywa kwao na vaa yao. Bwana asifiwe sana. Tuitazame, kwa sababu Mungu anaweza kutupa mema, anaweza kutusaidia. Kwa hiyo Dorcas, watu wakamwendea Petro mtumishi wa Mungu, akamwambia Petro, kuna mtu amekufa lakini hastahili kifo. Bwana asifiwe sana. Hastahili kufa. Wale watu wanalia, wanamuonyesha Petro nguo zao, nguo ambazo yule mama aliwashonea. Wanamwambia angalia kitu alichofanya, angalia hivyo tutendea. Petro anapata uchungu ndani.
anaendana nao, anafuatana nao, anaenda anawatoa nje. Baada hapo anamwombea yule. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anamrudisha katika nafasi ya uhai wake kwa sababu ya wema aliotenda kwa watu. Kuna maisha unayaishi ambayo nahisi ni Mungu lakini sio Mungu. Amina wapendwa. Bwana anatupa amri moja, na waletea amri moja, sio amri 10 tena. 10 zile zinakamilishwa kwenye moja. Anasema pendaneni. Haleluya. Pendaneni. Lakini upendo uko wapi? Upendo na ile huruma ambayo Kristo alilipia gharama Golgotha, akailipia gharama msalabani, iko wapi? Uko wapi ule upendo wa kuthaminiana, wa kuneneana mema, wa kuongeleana mazuri, wa kusaidiana? Leo kila mmoja anamuinda mwenzake, akienda kwake anaangalia ana nini alichonizidi. Moyo mbaya kabisa wa ibilisi. Bwana asifiwe sana. Moyo mbaya kabisa. Mtu anavaa unamwangalia amenizidi nini, kiatu chake kile, kile ndugu yangu, kile cha 15, mimi 70 hapa. Ana nini blouse yake yenyewe imekaa tenge? Ana nini huyu? Bwana asifiwe sana. Yaani wewe unajilinganisha na mtu, kitu ambacho sio moyo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Moyo wa Mungu angalie, jamani, huyu mwenzangu mbona kidogo naona kuna namna. Bwana asifiwe sana. Kuna namna nahitaji nimguse. Kuna namna nahitaji msaidie. Kuna namna jamani. Bwana asifiwe sana. Na watu wenye mahitaji wako dhahiri. Hawataki kuongea tu, lakini maisha yao yanaongea. Faa yao inaongea. Bwana asifiwe sana. Uso wao unaongea kwamba huyu mtu ana tatizo limemwelemea. Je, Mungu amenipa nafasi gani katika kukutana huyu mtu? Ukamsikiliza Roho wa Mungu akakwambia msaidie 1 2 3. Unapomsaidia yule mtu, ndiye muombeaji wako, ndiye mtu ambaye ana uwezo wa kumwambia Mungu, mkumbuke huyu. Bwana asifiwe sana. Usimwache, mkumbuke, mtokee, kwa sababu umeligusa hitaji ambalo yeye alikuwa ni kilio chake, na Bwana atakupa kwa sababu umefanyika mlango wa Mungu kumtendea. Yule mtu anayekwenda mbele za mwambia Mungu nakushukuru, Mungu anakwambia, Mungu anaangalia sema unanishukuru kweli, lakini kuna chombo changu kimefanya. Uwe mtu unayefanya kwa niaba yake mfalme. Bwana asifiwe sana. Uwe ni mtu ambaye unafanya kwa niaba yake mfalme, ili mfalme atakapokuja akwambie, wewe mtumwa mwema na mwaminifu, ambaye uliwafaa wahitaji kwenye dhiki yao, uliwafaa wajane kwenye dhiki yao, uliwafaa yatima kwenye dhiki yao, uliwafaa wanyonge kwenye dhiki yao, uliwafaa watumishi kwenye dhiki yao, uliwafaa watu wangu waliokoka, ukavitia aibu, ulinitendea mimi. Karibu kwenye ufalme ambao uliandaliwa na uliwekwa tayari kabla misingi ya ulimwengu kuumbwa. Karibu. Bwana asifiwe. Mungu anakuambia karibu. Imagine Yesu anakuambia karibu kwa recommendation ile. Sasa wengi leo kanisa la Mungu ni watu ambao akipata taarifa mbaya ya mtu ni mtaji. Unamwona, muangalie bibi yule, yupo kwenye tabu, kaminywa. Walikuwa wanafikiri mambo ni marahisi. Hata komo. Wewe ni mtumishi wa ibilisi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe wapendwa. Wewe ni mtumishi wa ibilisi na baba yako ni ibilisi. Kila mtu aliye na Mungu ana wema ndani yake. Kila mtu ambaye Mungu yu ndani yake ana wema. Bwana asifiwe sana. Tunda la wema likiwa liko moyoni mwako, Roho wa Bwana hayupo, kwa sababu alipo Roho wa Bwana kuna wema, kuna huruma, kuna upendo, kuna ukarimu, kuna kuthamini, kuna kutambua, kuna kuchukulia mzigo mingine. Bwana asifiwe sana. Usiwe mtu ambaye ni wewe katika maisha yako. Uwe mtu ambaye wewe ni daraja, wewe ni mlija. Fahari yako isikufanye wengine waumie. Nafasi ambayo Mungu amekupa iwafanye wengine kumfurahia Mungu wako. Dorcas alijiweka kwenye nafasi ambayo wengine walimfurahia Mungu wake, wakamfurahia na yeye kwa sababu alitenda kwa moyo, alijinyima kwa ajili ya wahitaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Leo nani aliye na uwezo wa kujinyima? Niko tayari nisile kwa sababu kuna mtu amekaa siku 3 ajala.
Wewe kwa kuna kula mpaka unamwaga chakula, huoni, you don't care. Hata kama yule mtu hajaokoka lakini ana maana kwa Mungu. Inawezekana chakula cha siku moja ikamwokokesha. Inawezekana huruma yako ya siku moja ikamwokokesha. Kuna watu chumvi ni kitu kigumu kupata. Wewe chumvi mpaka unasahau ulipoweka zingine. Zinazagata. Hapo unasema nimeokoka na Mungu. Mungu gani huyu uliye naye? Wewe hauna Mungu, hata punje ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unahitaji kuokoka na kujiangalia vizuri. Na usipojiangalia vizuri, mbingu ni mbali sana. Mbingu hakuna ngazi, kwamba itateremka ngazi shuka alafu utapanda kwenda. Mbingu inahitaji connection ya yeye aliyekuumba na uwepo wake pale juu, ili uweze kunyakuliwa uingie. Haleluya pendwa. Uingie mbinguni hivi hivi. Hasa wengi Mungu atumwangalie, tunajiangalia sisi. Na Mungu unamwangalia wapi? Mungu unamwangalia kupitia watu. Bwana asifiwe. Kupitia watu. Wewe wasema Mungu, mimi jamani Mungu nampenda, nitamfanyia makubwa. Mungu ni watu. Bwana asifiwe. Mungu ni upendo. Mungu amekaa kwa watu na anataka umtumikie kupitia watu. Anataka umguse kupitia watumishi. Anakumgusa kupitia waliookoka, anakumgusa kupitia wahitaji, anakumgusa kupitia yatima, anakumgusa kupitia wajane. Kwa hiyo unapoishi kwa kuangalia mahitaji ya watu wengine, unaishi kwa kumgusa Mungu moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna maisha yenye thawabu, na maisha yenye thawabu ni maisha ya kugusa mahitaji ya watu kwa kiasi ambacho Mungu amekubariki. Usinyoshe mkono wako kupita uwezo wa Roho Mtakatifu anavyokushuhudia. Na tujifunze kutembea na Mungu. Sio kutembea na mapokeo yetu sisi kichwani, kutembea na imani zetu sisi kichwani. Mungu akikuongoza, kuna wakati anataka vyote ulivyo navyo umpe mtu. Na ukishampa mtu anakupa. Unajua hatujui siri za kubarikiwa. Ndio maana mtu mambo makubwa hawezi kupokea, kwa sababu anang'ang'ania vidogo. Yaani una laki, unaiona laki ni maisha. What is laki? Bwana asifiwe sana. Mungu anamwambia bwana, ile laki chukua, kambe katibu wa kanisa. Yule kwanza na kampuni. Wakati huo katibu wa kanisa anahitaji laki. Bwana asifiwe sana. Anahitaji laki ambayo akipata ameokoa kampuni yake. Akipata ameokoa kitu kikubwa. Ile laki akipata na mshukuru Mungu anakuombea. Na huyu akitajirika hawezi ukusahau. Kuna mtu aliokoa kampuni yangu. Na tunapotenda wema, usitende wema tu kwa kuangalia wale waliokapuku. Hata yule aliyetajiri ana uhitaji. Bwana sasa ana uhitaji. Usimwone mtu yuko hivi ana kitu anahitaji huruma yako. Anahitaji neno lako la faraja. Anahitaji kitu. Wewe una kitu cha kumpa mwenye hela, na mwenye hela ana kitu cha kukupa wewe usiyekuwa na hela. Maneno yako yawe na munyu. Unaweza kaenda kwa mtu tu kamtia moyo kwenye biashara yako, ukamwambia namuona Mungu hapa, na wakati huo wewe hauna hata Mungu kwako. Unaambia Mungu anakutajirisha, utakuwa mtu mkubwa. Yule mtu ile neno likaingia kama Mungu kasema, na akaliamini, likampeleka kula ambako usingaliweza kumpeleka kwa maombi yako, ila kwa neno moja unampeleka. Bwana sasa, ishi maisha ya kugusa watu. Ishi maisha ya kusaidia watu. Ishi maisha ya kuwajali wengine. Ishi maisha ya kumtambua Kristo ni nani. Tusiishi maisha ya kumwangalia tu kule juu. Kristo yuko humu ndani. Kristo yupo ndani yangu, yuko ndani yako. Unaponigusa, napokugusa, tumemgusa Kristo. Haleluya pendwa. Ishi hayo maisha ambayo Dorcas yalimrejeshea uhai, yalimrejeshea uzima. Kuna mambo Mungu atarudisha kwa sababu kuna mtu umemgusa. Kuna kitu unajihatarisha utampa mtu mwingine, Bwana atakumbuka na Mungu atakusaidia, kwa sababu ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo ni nani leo ambaye atafungua akili yake ayaone mahitaji ya wengine, auone ukiwa wa mtu mwingine? Kanisa la Mungu ametuita kukaa katika namna ya kutiana moyo. Sasa hizi kuna namna hata ya kuogopana. Yaani mtu anaogopa, niende kwa fulani kamwambie mambo yangu, huyu mtu haaminiki. Na kweli huaminiki. Anza kuaminika kwa jina la Yesu. Bwana sasa, ndani yako ule utu wema. Ukiokoka umeokoka. Usiokoke maigizo, umeokoka umebadilika. Na kauli zako
ibadilike, na moyo wako badilike, na usemi wako badilike, na baa yako ibadilike, na tembea yako ibadilike, maisha yako yashuhudie wengine. Usiwe mtu wa kuwarudisha watu nyuma, shuhudia wengine. Bwana asifiwe sana. Shuhudia wengine. Mungu anakusaidia. Jifunze kuwagusa, mguse mtu. Yaani usimwone mtu anasumbuka ni mpendwa mpaka akajiuze. Yaani amwache Yesu akajiuze kwa sababu kabanana kona mbaya na umerelax, yaani una relax na unabumu na account yako inasoma umerelax kwa buku. Yaani buku ya kumsaidia chakula cha jioni moja mtu ajala siku 3, buku. Umeng'ang'ania hela. Bwana sasa, halafu unasema nimeokoka, unashiriki wa mimi mtumishi wa Mungu DCC ipi? Bwana sasa, jifunze kama mpendwa kuamka na kukimbilia thawabu, kukimbilia taji, na taji lipo kwa kugusa watu. Pamoja na utumishi wote utakaohubiria, Kristo anatuambia siku ya mwisho yeye atauliza, jamani, nalikuwa na njaa, mligusa maisha yangu kama mimi, nalikuwa na njaa, nalikuwa uchi, nalikuwa kifungoni, nalikuwa ni mgonjwa. Anatuambia mambo ya watu tuliotenda, na watu wakamuuliza swali, lini tulikuona? Akamwambia, kadri mlivyotenda kwa hao wanaoliita jina langu, wanaoniamini, hao watu mlinitendea mimi. Ndipo akang'amua akasema, kweli. Sema, karibuni muingie katika ufalme wa Baba yenu. Bwana asifiwe sana. Mliowekewa tayari toka kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, wakaingia kwa furaha, wanafurahia uchaji wao, utumishi wao. Hatuoni Mungu akasema, jamani, mlihubiri injili kubwa, mlikuwa na kusanyiko kubwa, ulikuwa na ushindi nyingi, kwa hiyo karibu kwa sababu ulitetemesha dunia. Bwana nataka utetemeshe maisha ya watu. Pamoja na huduma zote kubwa za makusanyiko, pamoja na huduma zote kubwa, Bwana asifiwe sana, ndani ya hizo huduma, kama katika huduma hizo hatutawagusa watu kwa mahitaji yao, hatutafanya kwa ajili ya furaha yao, hatutafanya kwa ajili ya wao wamuone Mungu kupitia utumishi wetu, hatustahili, na mbingu tunaweza tukaikosa. Anaambia wale watu, wanamwambia mtumishi wa Mungu Yesu, sisi wanatoa CV, wanaambia, sisi tulifanya mambo makubwa kwa jina lako, pepo walitoka, tulifanya huduma kubwa. Angalia, ilikuwa na umati, maelfu yalikuwa yakinifuata. Leo mimi namuingiza huyu mtu na niacha mimi Yesu. Yesu anawaambia, jamani, tokeni kwangu, sikuwajua ninyi kamwe, ninyi watenda maovu. Na yale matendo maovu unafikiri yanakuja kwa kufanyaje? Kwa kumtendea jirani baya. Matendo maovu yanakuja kwa nini? Kwa sababu kugusa maisha ya wahitaji. Uliwatumia watu kama mtaji, badala ya wewe kuwekeza kwao uwatumikie, wanifae, ulikuwa ni mtu ambaye unaangalia yako ufae. Watu watalia, lakini Yesu anakuwa amemaliza, kwa sababu ni mhukumu wa haki. Yesu atakapokuja kuhukumu dunia, hata angalia sura ya mtu, hata angalia ushawishi wako, hata angalia kusanyiko lako, ataangalia uchaji uliokuwa nao, ataangalia wema uliokuwa nao, ataangalia utakatifu uliokuwa nao, ataangalia huruma uliokuwa nao, ataangalia tunda la Roho lililokuwa nalo. Sio sauti ya ngurumo na upako, hapana. Uligusaje watu? Huduma yako ili-influence vipi watu? Yesu ametembea miaka 3.5 akigusa watu. Watu wanamwendea maelfu akiondoa tabu zao, akiondoa mizigo yao. Anawaambia, wapeni watu chakula, wapeni wale. Hatuna nazidisha mikate. Anaangalia maisha yao, ayagusaje maisha. Leo tunaangalia sisi, naangalia yeye, anenepe yeye, ale yeye, afurahi yeye, ajenge yeye, aendeshe gari yeye. Hapana, ifike sehemu tugeuze upya. Ni
nia zetu katika Kristo, tuangalie wengine na wakati mwingine tuwatangulize wengine. Hiyo ndio Torati na manabii, na huo ndio utimilifu na ukamilifu wa sheria. Unapomgusa jirani kama unavyotaka uguswe. Wangapi leo ambao wanatamani kufanya kwa jirani kama wanavyotamani kufanyiwa? Wengi ni yeye atendewe mema, wengi ni yeye aguswe, wengi ni yeye afurahishwe, wengi ni yeye aambiwe pole. Kabla hujaidemand pole ya mtu, angalia umetoa pole ngapi. Bwana asifiwe sana. Kabla hujademand huruma ya watu, angalia umehurumia wangapi. Kwa sababu upandalo unafanyaje? Unalivuna. Na mavuno anasema ni hapa hapa duniani. Unapewa package inayokutosha. Ulipanda katika giza, unavuna giza. Ulipanda katika chuki, unavuna chuki. Ulipanda katika ukarimu, unavuna ukarimu. Kwa Dorcas anavuna ule ukarimu wa huduma, anavuna ukarimu wa utumishi, anavuna ukarimu ya kila ambacho alifanya. Japokuwa haneni, kuna watu wananena. Jifunze kufanya mambo ambayo wakati umelala kuna mtu halali kwa ajili yako, kwa sababu alimgusa jana kwa hitaji lake. Wakati wewe uombi, kuna mtu anaomba. Wakati wewe kesho, kuna mtu anakesha. Jifunze kujipanda kwa watu, kwa kugusa mahitaji yao kwa upendo, sio kwa kuonekana. Bwana asifiwe sana. Fanya kwa ule upendo, fanya kwa ile huruma ya kimungu, fanya kwa kule kujali, fanya kwa kujua Mungu ndiye anayenitazama, na Mungu anataka ufanye silini, usifanye kwa kutangaza. Kwa sababu ni bora usifanye. Bwana asifiwe sana. Kuliko ukafanya kila mtu kamwambia ile nguo aliyoivaa ile. Haionaka kila Jumapili ile. Ila sisemi tu. Hapa usemi tu, mnafiki wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ile tai ile tai ile. Baba mchungaji akipige ile. Bwana asifiwe sana. Ile hiyo haikupi thawabu. Bwana asifiwe sana. Kinachokupa thawabu ni kile unafanya kwa Mungu. Halafu Mungu anakuona, Mungu anakufurahia, Mungu anacheka. Anapocheka anakubariki silini. Bwana asifiwe sana. Anakubariki silini, anakutendea silini, anakukuza silini. Amina. Anakutukuza silini. Na Mungu anapofurahi, jamani, mambo yako yanakwenda. Na kama ni mtumishi ambao unagusa watu wa Mungu, unaelewa hizi baraka ni halisi. Bwana asifiwe sana. Unapotumika, sio mtu akuone, mbingu zikuone. Mbingu zinazokuona zitakubariki ukiwa mbali na aliyefanya. Zitakutendea akiwa yule aliyemfanyia katulia, Mungu hatatulia, kwa sababu ulimgusa yeye. Bwana asifiwe sana. Jifunze kupenda, jifunze kujali, jifunze kuthamini, jifunze kutofautisha. Kama nimekupa, kama nimekukopesha. Bwana asifiwe sana. Unasimamia haki. Kwa sababu pia matendo ya huruma asiende akakiuka misingi ya kimungu. Aliyekopa sharti alipe. Bwana asifiwe sana. Yaani usije kunikopa alafu na kudai unasema mpendwa, kumbuka mahubiri ya mchungaji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huyo mtu hastahili wema wako tena, mkalishe chini. Mwambie mpendwa, nilikuwa nakuamini na kukuthamini, ila sasa naona umepotoka. Ulikuja kwangu, ulinikopa, uliniazima. Bwana asifiwe sana. Huo ndio msaada unaompa kusaidia sasa roho yake. Uligusa hitaji la mwili likampoteza. Sasa unaiokoa roho yake, usiache. Useme unamwacha, unaloka na kumwacha mtu ila ndani unaumia. Na kwa sababu unaumia utaanza kwenda yule, unamkopesha yule. Ana 300,000 sana. Wewe ukusamee 300,000 bado zinakuuma. Zifuate. Bwana asifiwe. Zifuate. Uliyekuona mtu anadai mpaka kaburi. Anasimama katikati ya msiba anasema marehemu nilikuwa namdai. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo ndugu zake lazima wajichange, walipe. Na wanauliza pale, je, marehemu alikuwa anadaiwa? Nyosha mkono. Sema mchungaji sio busara sana kamili. Marehemu alikuwa anadai. Ili marehemu usifu na majuto, naye amekufa lakini kila siku unajuta. Marehemu alikufa na hela zangu. Kukopesha watu wanaweza akafa. Wewe umeletewa shida ya maisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza ukakosa mbingu kwa sababu hukumsamehe marehemu. Alikufa ukimdai na utaendelea kumdai nani? Bwana asifiwe. Kama haija kutokea na kutokea, kiru kikumbua kaburi la marehemu, au akikusimulia habari za marehemu, nasema tuishie hapo. Kwa nini tuishie hapo? Kuna kitu kinatibuka marehemu, yani unatamani marehemu afufuke. Alienda. Wanasema na hapo kuna fundisho pia. Tunapounganika kufanya kitu kwa pamoja na mtu asiye ndugu, sharti mambo yawekwe vizuri. Sisi ni wanadamu. Wanasema sana, kuna kufa mtu, halafu unakosa maamuzi, unaharibu kusudi jema. Sema mfufueni marehemu. Alikuwa mchumba wangu, tuinua mashamba, ameniachaje? Document alikuwa nazo marehemu. Wewe ulianzaje kuwekeza na mchumba kwa mashamba? Marehemu kafa, mashamba yako yamezikwa. Huwezi msahau marehemu hata ukiolewa. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ya kuweka vizuri sana ili usije ukakosa msingi wa wema kwenye mambo madogo madogo. Amina. Pointi yangu ni hii. Fanya wema kwa mtu. Na unapofanya wema usiutangaze kwa watu. Amina. Amina. Ikitokea umesema ni kama ushuhuda, kwa nia na dhamiri njema. Kwa sababu si kila kitu hautasema. Kuna kitu utasema kwa sababu unajenga. Bwana asifiwe sana. Unatia moyo, unaonyesha hitaji. Hiyo isikuhukumu wala isikupatia kwamba jamani nilisemaga, ila nia ya kusema uonekane ni wewe, ile nia ni mbaya. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, kali ya kuishi maisha yenye thawabu. Jambo la kwanza tumesema ishi maisha ya kugusa mahitaji ya watu. Jambo la pili, ishi maisha ya kujitoa kwa Mungu. Uishi maisha ya kujitoa kwa Mungu. Matendo 10:1-4. Tunaona mtu wa Mungu hapa anaitwa Kornelio. Kornelio Biblia inasema alikuwa mcha Mungu sana. Na ikafika sehemu maombi yake, sadaka zake na sala zake zikasikika mbinguni. Kornelio ni tofauti kabisa na Dorcas. Dorcas aliishi kwa kugusa moja kwa moja jamaa ya watu. Na alipokuwa akifanya ule utumishi, anafanya utumishi kwa nia njema, anafanya utumishi kwa maelekezo ya Mungu, anafanya utumishi kwa msingi wa agano lile, anafanya utumishi kwa maagizo yale, na Bwana akaona utumishi ule unamfaa. Lakini kuna mtu wa Mungu anaitwa Kornelio. Yeye anafuata desturi za kanuni za hekalu la Mungu. Anamgusa Mungu kwa sadaka, anamgusa Mungu kwa maombi, anamgusa Mungu moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Anatenda matendo yake mema, lakini akizigusa mbingu moja kwa moja. Yale maisha yana thawabu. Na thawabu inatuonyesha pale Mungu ikabidi asitulie kwenye kiti cha enzi. Anaagiza malaika, anamwambia nenda kwa Kornelio, ukamwambia kamwite Petro, na Petro atakuja amsaidie. Na kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu Kornelio alikuwa hajaokoka. Kornelio alikuwa mataifa, ila alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, ila alikuwa bado hajaokoka. Na Kristo alikuwa tayari amekufa na amepaa. Na kina Petro anaendelea na huduma. Na ili mtu aingie kwenye ufalme wa Mungu inabidi aokoke. Na mtu hawezi akajiokokesha wala kuongozwa sana malaika. Inabidi awepo mwanadamu mpatanishi, kwa sababu huduma ya upatanisho ipo kwa watumishi wake. Ndio maana anaitwa Petro. Aje mwambia Pasari,
Petro anapofika anamwambia Kornelio, Kornelio, sala zako na maombi yako yamefika na kwa ukumbusho kwa Bwana. Na Bwana amekwambia leo iwe na nyumba yako inawapasa muokoke, inawapasa mbatizwe, inawapasa mjazwe Roho. Nao wakakubali, wakaokoka, wakajazwa Roho Mtakatifu na kubatizwa, kwa sababu Mungu anapotaka kuhurumie anaangalia pia unamkosaje. Wokovu wa watu ulikuwa ni wa roho zao, lakini Bwana pia anakuokoa na mahitaji yako ya kimwili. Yale maombi uliyomwomba muda mrefu, Mungu anaweza akatenda kwa kumgusa. Bwana asifiwe sana. Unapomgusa Mungu kwa sadaka zako, wala usiumie. Bwana asifiwe sana. Kwani kwa sababu Mungu anaona. Amina wapendwa. Na mimi na shuhuda za watu ambao Mungu aliwatendea mambo makubwa, lakini kwa kugusa moja kwa moja moyo wake. Unaugusaje moyo wa Mungu? Unamfanyaje Mungu atabasamu? Matendo yako ya maisha yako kwa tabia, na matendo yako ya upaji wako, utoaji wako, unagusaje mbingu? Bwana asifiwe sana. Mungu ili akupe thawabu lazima uguse moyo wake. Amina. Mwangalieni Yesu alipokuwa amesimama kwenye kile kikapu. Anaangalia watu wanavyotoa. Watu wengine wanatoa kwa utajiri, lakini mtu mmoja akaja ana vipande viwili vya fedha akaweka. Yesu akatoa recommendation, kuonyesha Mungu anajali namna tunavyomgusa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanafanya kwa sababu wanavyo, ila kuna watu wanafanya kwa sababu wanamtambua Mungu. Bwana asifiwe sana. Na mimi nataka wewe ni mtu ambaye unafanya kwa sababu unamtambua Mungu. Na ukifanya kwa kumtambua Mungu, thawabu yako haipotei. Anasema hata unapompa mchungaji kikombe cha maji baridi, ile thawabu yako haipotei. Tunamtumikia Mungu anayelipa duniani, na kisha ule ufalme wa milele anatupa. Tutaingia mbingu kwa furaha, kwa sababu tumegusa maisha yake kwa kufanya utumishi na utoaji kama alivyotenda Kornelio. Na Kornelio akaona mbingu zikifunguka. Tunahitaji mbingu zifungukie ili tufika anapotaka Bwana. Na wewe ni mmoja wa watu hao ambao unahitaji mbingu zifunguke. Jifunze sasa kuzigusa mbingu. Bwana asifiwe sana. Utoaji wa kuzigusa mbingu unaanza na moyo. Unatafakari hitaji. Bwana asifiwe sana. Unatafakari hitaji. Na wakati mwingine inaweza kaenda mbali zaidi, unamwomba Mungu, nisaidie nifanye. Mungu nisaidie nitende. Mungu nisaidie, yani Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu anaona kuliko mwanadamu yoyote. Nani anielewa? Nirudie tena. Ukiwa unatembea hapa duniani, wengi hatujajifunza kujua na kugundua Mungu anaona kuliko wanadamu. Amina. Na ndio maana katika maisha yetu kama wanadamu, huwa tunatamani sana watu waone, kwa sababu hatujui kuna mmoja anayeona kuliko mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Na huyo ndiye Mungu ambaye leo anataka umguse. Bwana asifiwe sana. Na unapomgusa anakutendea mema. Nimalizie pointi ya 3. Pointi ya 3, usijute unapojitoa kwa Mungu. Kitabu kile cha Luka 18:29 hadi 30, maandiko yale yale yako kwenye Mathayo 10:29 mpaka 31. Mpaka 31. Maandiko haya yanatuonyesha habari za maneno ambayo Yesu aliyasema, kwamba kila mtu aliyeacha baba, mama, watoto, mashamba kwa ajili yake na ufalme, Bwana asifiwe sana, anapokea mara 100 katika ulimwengu huu, kisha ule ufalme. Sasa mimi nataka upigie mstari mara 100 katika ulimwengu huu, kisha ule ufalme.
Bwana asifiwe sana. Tunapolimalizia hili somo, nataka nikupeleke kwenye kitu ambacho Mungu ndipo anasema na sisi zaidi. Na hicho kitu ni kitu ambacho tumekisoma katika kitabu cha Mathayo. Wale watu ambao ndio walikuwa mkono wa kushoto wasiokuwa wema, anawaambia tokeni kwangu ninyi ambao mimi nilipokuwa na njaa hamkunilisha, nilipokuwa na kiu hamkuja, nilipokuwa kifungoni hamkuja. Anasema tokeni ninyi mliolaaniwa. Kwa nini anaambatanisha na laana? Na hao wengine anaambatanisha na baraka, kwa sababu matendo mema na namna unavyojitoa kwa Mungu pasipo kuangalia, Bwana anakubariki. Bwana fedha. Na kwa kadri ambavyo ufanyi upo kwenye laana, kwa sababu Mungu ndivyo alivyo, na Mungu hakopeshi. Haleluya, analipa. Kwa anambia wale wakamuuliza neno moja ambalo katika wenye haki hawakuuliza, ndio nataka nikwambie. Wale wakasema, ni lini Bwana ambapo tulikuona katika mahitaji tusikuhudumie? Pigia mstari neno kuhudumia. Bwana asifiwe sana. Huduma, wengi sana watu nataka zile za madhabahuni, bila kujua huduma ni pamoja na kila kitu ambacho tunakifanya sisi katika mahali pasiri na Mungu. Kwa sababu hata ibada ya kweli inaanziaga moyoni mwa mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa ili uishi maisha yenye thawabu, lazima ujue kuhudumia na uhudumie mbingu. Bwana asifiwe sana. Na uhudumie watu. Mawili haya Mungu hayadharau. Ndio maana sheria kubwa ziko ngapi? Jibuni basi. Ziko mbili. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako yote, roho yako yote. Na ya pili, kama anasema katika hizi mbili imesimama Torati yote na manabii. Maana Biblia yote inatimilizwa na mambo mawili. Bwana asifiwe sana. Ambayo ili la kwanza ni kwamba tunagusa mbingu moja kwa moja, pointi ya pili. Na ili la pili ni kwamba tunagusa wanadamu katika mahitaji yao, ni pointi ya kwanza. Na tunapofanya hayo, pointi ya tatu inasema usijute unapoyatenda. Unaweza kusema kwa miguu yako. Unaweza kusema kwa miguu yako. Funika macho. Tupo katika ulimwengu ambao kujisahau kupo, lakini leo Mungu anakurudisha katika nafasi ya maisha yenye thawabu. Thawabu ni malipo. Siku ile Bwana atakapokuwa akikulipa, utakuwa katika upande upi? Wa wale walioambiwa heri mliobarikiwa, au wale walioambiwa ondokeni mliolaaniwa? Lakini nataka uchukue uamuzi sahihi asubuhi ya leo. Uchague upande wa wenye heri, waliobarikiwa na Bwana, ambao walitenda na kutumika kwa mioyo yao, waliagusa mahitaji ya wanyonge, walifanya kwa watu, walizigusa mbingu. Na ukataa ule upande wa wenye laana ambao wakutenda na kufanya. Nataka kila mmoja umwendee Mungu kwa toba. Uwe kama yule ambaye alisema katika madhabahu ya Bwana, akajipiga kifua akasema, Bwana nirehemu mimi mwenye dhambi. Na mimi nataka kama ni sisi, tusijione tumekamilika. Hapana. Kama kanisa tunamhitaji Mungu, na kama washirika mmoja mmoja pia tunahitaji Bwana tusaidie, tuguse maisha ya watu. Tuguse maisha watu. Twende kwa injili kwa watu. Tusifurahie watu wanapokufa dhambini. Tusifurahie watu wanapopotea. Tusifurahie watu wanapoumia. Twende pamoja nao katika vilio vyao. Twende pamoja nao katika dhiki zao. Twende pamoja nao katika mahitaji yao.